Sasa baba akawa ananinyoa nywele zilikuwa ni ndefu, alivyokuwa akininyoa. Yes, kama kawaida ni wasaa mwingine na ni siku nyingine ambayo Mungu ameipa kibali kuhakikisha kwamba tunaweza kufahamishana na kujuzana juu ya vile ambavyo Mungu anatamani tuwe katika maisha yetu ya kila siku. Na Mungu ni mwema, ameweza kutufikisha katika wasaa huu ili pengine tuweze kumrudishia utukufu kupitia yale ambayo pengine ameyafanya katika maisha yetu. Binafsi naitwa Dennis Matayo, niko mndani kuhakikisha kwamba tunaenda sawa katika wasaa huu wa kipindi cha ushuhuda. Siku ya leo kama ambavyo nimekwambia, nina mtumishi wa Mungu mndani, pengine unatamani kumfahamu ni nani na ametokea wapi. Sasa nikualike uweze kualika ndugu jamaa na marafiki ambao wako karibu na wewe waweze kufuatilia ushuhuda huu. Kwa namna moja ama nyingine unaweza ukawajenga katika misingi ya kiimani na kiroho zaidi. Na nisikuchoshe katika kuongea, bali niweze kumsogezea kipaza sauti mtumishi hapa ambaye niko naye, aweze kujitambulisha majina yake, anaitwa nani, ametokea wapi, na zaidi ya yote aweze kutupitisha katika ushuhuda alionao. Haya, sasa bila kupoteza muda, mtumishi, karibu sana. Asante sana mtumishi wa Bwana. Kwa majina yangu mimi naitwa Benjamin Saidi, niko Kidudo, jirani na Upuge. Nimekuwa nikisikiliza vipindi mbalimbali na hasa kuna kipindi cha ushuhuda. Hicho kipindi nimekipenda sana, kimeweza kunigusa kwa sababu mapito ambayo niliyoyapitia au wanaotoa ushuhuda na mimi ndio niliyoyapitia. Lakini baada ya mateso hayo niliyoyapitia, nitaanzia hapa katika familia. Mimi nimezaliwa katika familia ambayo haijamjua Kristo. Na kwanza tulikuwa tunakatazwa kabisa kusoma Biblia, kwamba ukisoma Biblia inakupoteza. Sasa kuna kipindi ambacho nilianza tuliishi na baba mmoja ambaye alikuwa ni ambaye mwenye dhehebu fulani la Kikristo, alikuwa akiacha Biblia pale nyumbani. Kwa hiyo nilipenda sana akakiondoka na baki familia, kwa sababu hali yangu mimi ni mlemavu. Wakaona niacha pale nyumbani, mazingira yale kijijini, nikawa nakosa kwenda kutembea. Basi faraja yangu nikawa nachukua ile Biblia yule mzee, nikawa nasoma sana. Nilipenda sehemu ya mateso ya Yesu. Kwa hiyo nikawa nikiyasoma yale, baadaye nikaanza kujuta, nikasema kama aiza huyu mtu, maana nilikuwa namuita Yesu ni mtu, aiza Yesu ingekuwepo na mimi ningepona ulemavu nilionao, nisingeweza kubaki hapa waliponiacha wa ndugu zangu. Basi niliendelea kusoma hiyo Biblia. Kuna imani ambayo ilinijenga, nilikuwa napenda kusoma sehemu ya mateso Yesu alipokuwa akisulubiwa nini, mpaka nikaanza kusema kwa nini walimuua mtu mzuri kama huyu? Ingekuwepo mpaka sasa mimi nisingeteseka kuwa na ulemavu nilionao. Siku moja kabla, wakati naishi katika ile eneo lile, niliugua ugonjwa. Ugonjwa uliniuguza wa kukosa nguvu. Jinsi mtumishi unavyoniona nikianza kutembea kwa kutambaa, nilikuwa napepesuka, naenda naanguka na pepesuka. Basi siku moja babangu akawa ananinyoa, kwa sababu mazingira nilikuwa naishi peke yangu. Tulikuwa tunaishi mimi na baba na mdogo wangu. Baba alikuwa ameshatengana na mama. Kwa hiyo tuliishi yale maisha. Kwa hiyo tuliishi maisha kama duni sana. Sasa baba akawa ananinyoa nywele zilikuwa ndefu. Alivyokuwa akininyoa, kuna sehemu moja akawa amenikata kwa kutumia kiwembe. Baba akawa ameguna. Nikamuuliza nini unaguna? Akasema huna damu hata kidogo. Basi alivyoniambia sina damu, mimi moyo wangu ulishtuka, ikawa nimejawa na hofu. Nikawaza tu sasa nakufa, kwa sababu najua baba mazingira alionayo, hata nikiugua huwa hawezi kuchukua hatua kunipeleka hospitali. Sasa nitakufa. Wakati nawaza ile, nikanalia kimya, nadondosha machozi bila baba kujua. Nilifikia hatua nikasikia kama sauti moyoni inaniambia usilie, kulia wala sio dawa. Fanya kama jinsi ulivyokuwa unaona Yesu alivyokuwa akienda kuomba. Sasa nikasema niombeje sasa? Nikawaza tu, nikasema niombe jinsi ninavyoumwa. Maana nasema Mungu, naomba unisaidie, kwa sababu mimi hata nakufa sina familia. Mara nyingi nilikuwa napenda kusema kwamba nakufa sina familia. Nilikata tamaa kabisa. Kwa hiyo Baba, naomba uniponye. Kama nilifanya dhambi kipindi hicho, nilifanya dhambi nikiwa bado mdogo wala nisijue.
kwamba ni dhambi. Kwa hiyo nikaomba hivyo siku ya kwanza na siku ya pili. Siku ya tatu, kuamkia siku ya tatu, maana nikawa naamka, kwa vile familia yangu ilikuwa wa imani tofauti. Kwa hiyo nilikuwa na ngoja usiku kama jinsi Yesu alivyokuwa anaenda kuomba kwenye mlima wa Mizeituni. Basi nikana inuka usiku, wamelala, natoka nazunguka nyuma ya nyumba, naanza napiga magoti na muomba Mungu. Nasema, Baba, wewe uliomba mbingu na nchi ninayoiona, naomba uniponye ugonjwa huu nilionao. Hata kama nakufa Baba, naomba unisamee dhambi nilizozifanya. Sasa nikaomba, nikafanya hivyo kama siku 3. Siku ya 4 wameniacha, familia imeondoka, imeenda kwenye shughuli, kwenye mihangaiko. Basi niliamka asubuhi ile, nikasikia kama njaa kali. Kwa hiyo nilijua kwamba tulikuwa tuna desturi moja, ukiwa mgonjwa, ukisikia hamu ya kula, ujue unakufa. Basi nikajua nataka kufa sasa. Nikaamka, nikakusanya kule vijijini, wako naacha moto mwingi, magogo ya kuni, nikachochea, nikakoroga uji mimi mwenyewe nikanywa. Baada ya kunywa ule uji, nikasikia nikunywa kama bakuli 2. Nikasikia sasa hali ya kwenda kupumzika, yani usingizi. Nikaenda nikajilaza. Jua nilikuwa naumwa muda mrefu. Hata mama mmoja alionionyesha kwamba naumwa, tulikuwa tunaenda kuoga mitoni. Akawauliza ndugu zangu, mnampeleka wapi huyu? Tukamwambia tunaenda kuoga. Basi akamwambia, mrudisheni nyumbani, hamuoni hali alionayo? Basi nikafadhaika, nikajisikia amani sina, nikasema paka huyu mtu mama amenijua hali nilionayo, basi na hali mbaya. Ikabidi nirudi nyumbani. Kwa hiyo ndo nikadumu na yale maombi yale ya kuwa naomba kwamba mpaka siku ya 3. Kwa hiyo nilikuwa nimefikia pale kwenye uji, nilipokoroga ule uji nikalala. Ile masaa ya asubuhi kuja kuamka kama kwenye saa 7, nikasema kumbe sijafa. Basi nikajisikia hali ya kupona kama vile mtu aliyotoka kutibiwa. Pale pale nikajua kumbe ukiwa na imani hii itakuwa ni nzuri zaidi. Basi nilidumu, ikawa asili yangu. Nikakaa siku moja, tumekaa tunazungumza na baba, nikamwambia natamani mimi ninunue kitabu cha wenzetu ili niwe najifunza maneno ya Mungu. Ndio. Kwa hiyo nilidumu na hiyo imani, lakini sikuweza mpaka nikafikia utu uzima. Lakini hali iliyokuwa inanitesa ilidumu, ile ya kuota na kuweweseka. Maana nilikuwa nikilala na weweseka, naota labda nyoka mkubwa anakuja, anaingia kwenye mwili wangu, anapotelea kwenye mwili. Basi napiga kelele, hata majirani, yani nikienda ugeni, wale wenyeji wanashtuka, wakija kuniuliza wanagundua kwamba nilikuwa ni ndoto. Kwa hiyo hali hii ilinitesa sana, nikakosa ufafanuzi. Kwa hiyo siku moja ndio nilimuuliza baba, na kitu kingine kilikuwa kinanisumbua ni kitu kilikuwa kinatembea mgongoni. Kwa hiyo nikamuuliza baba, kama kuna kitu kinachotembea mgongoni, je, ni nini? Akaniambia, basi kuna kitu umebebeshwa na wachawi. Sasa kinatokaje? Akasema paka uende kwa waganga. Ukienda kwa waganga wanakitoa. Cha ajabu nilikuwa nikienda kwa waganga mara kwa mara, lakini nilikuwa sijaweza kukumbuka hilo tatizo kwamba niwaelezee ili walitoe. Kwa hiyo niliishi hivyo muda mrefu paka ile hali ya mateso na ile kuweweseka, kupiga makelele, mara nyoka anaingia kwenye mwili wangu. Basi nilidumu katika mateso hayo, nikakosa ufumbuzi. Siku moja baadaye dadangu akaja kunitembelea, ambaye ni mdogo wangu wa damu kabisa. Sasa katika familia yetu tulikuwa tunasumbuliwa na mapepo. Dada alianza, binamu yangu akasumbuka na yale mapepo. Baadaye akaanza dadangu ambaye ni mdogo wangu wa damu kabisa, baba mmoja mama mmoja. Basi akaja akaniulizaje, unaweza ukanipeleka